Kwa hivyo tuangalie lugha ya kimataifa ambayo ni international language, na katika somo hili tutazingatia Kiswahili na tutajaribu kuthibitisha ni kwa nini tunasema Kiswahili ni lugha ya kimataifa. Kwa hivyo kwa kwanza, tunaambiwa kwamba lugha ya kimataifa au international language ni lugha ambayo imevuka mipaka. Kwa hivyo uzingatie imevuka mipaka na kuwa lugha rasmi na kuwa lugha ya taifa, hivyo ikatumika katika mataifa mengi duniani. Ya tunamaanisha ni hivi, tushaangalia lugha ya taifa na tushaangalia lugha rasmi. Kwa hivyo lugha ya kimataifa imevuka mipaka ya kuwa lugha rasmi. Kwa hivyo ni lugha rasmi and beyond, na imevuka mipaka ya kuwa lugha ya taifa na sasa inatumika katika mataifa mengine duniani. Ina maana lugha ya kimataifa inaweza kuwa ni lugha ya taifa ya nchi fulani, inaweza kuwa ni lugha rasmi ya nchi fulani, lakini sasa imevuka mipaka ya kutumika katika hilo taifa pekee na sasa inatumika katika mataifa mengine. Kule kutumika katika mataifa mengine duniani ndiko kunafanya lugha kuwa lugha ya kimataifa. Huenda ikawa ni lugha ya taifa ya nchi fulani, huenda ikawa ni lugha rasmi ya nchi fulani, lakini sasa imevuka mipaka na kutumika katika mataifa mengine. Kule kuvuka mipaka ndio kunaifanya inakuwa ni lugha ya kimataifa. Kiingereza na Kiswahili ni lugha za kimataifa, tushaeleza. Ni lugha ambayo inatekeleza majukumu ya kimataifa katika mawanda kama vile kisiasa. Kwa hivyo inatumika katika mawanda ya kisiasa kote duniani. Kama ni biashara, inatumika kufanyia biashara kote duniani, ama utaeleza useme inatumika kufanyia biashara miongoni mwa mataifa. Kule kutumika miongoni mwa mataifa ndio kunafanya lugha hiyo kuwa lugha ya kimataifa. Inaweza ikatumika katika ubadilishanaji wa utamaduni katika kiwango cha kimataifa. Ukienda kueleza, hakikisha umesema katika kiwango cha kimataifa. Kwa mfano ukisema lugha ya kimataifa inatumika katika ubadilishanaji wa utamaduni, utaulizwa wapi au katika kiwango kipi. Kwa hivyo ni sharti ufafanue useme inatumika katika ubadilishanaji wa utamaduni katika kiwango cha kimataifa au miongoni mwa mataifa au katika mataifa mengine duniani. Na katika sayansi na teknolojia, kwa mfano Kiingereza, eleza sifa za lugha ya kimataifa. Sifa ya kwanza, hutimiza majukumu ya kimataifa. Hayo majukumu ya kimataifa tumefafanua, huenda yakawa ni majukumu ya kibiashara, kisayansi, kiteknolojia, utamaduni na kadhalika. Pili, inazungumza katika pembe nyingi duniani ama katika sehemu nyingi duniani. Naam, lugha ya kimataifa. Lugha haiwezi ikakuwa lugha ya kimataifa kama inatumika ama inazungumzwa katika sehemu ndogo katika nchi fulani. Ni sharti itumike au izungumzwe katika katika maeneo mengi duniani. Tatu, ina wazungumzaji wengi duniani. Lugha haiwezi kuwa lugha ya kimataifa kama ina wazungumzaji wachache katika eneo fulani. Kwa hivyo ina wazungumzaji wengi kote duniani. Na nne, imevuka mipaka ya kitaifa. Naam, tufafanue majukumu ya lugha ya kimataifa. Jukumu la kwanza ni lugha inayotumika katika vyombo vya habari katika pembe nyingi kote duniani. Katika pembe nyingi kote duniani, very important. Hiyo ndio inaonyesha kwamba unazungumzia lugha ya kimataifa. Pili, inatimiza majukumu ya kimataifa kama vile diplomasia, biashara, elimu, usafiri na kadhalika. Tatu, ni lugha inayosemwa na watu wengi katika pembe nyingi za dunia. Ni lugha inayosemwa na watu wengi katika pembe nyingi za dunia. Majukumu ya lugha ya kimataifa. Ni lugha inayotumika katika vyombo vya habari kote duniani. Inatimiza majukumu ya kimataifa. Upeane mfano wa hayo majukumu ya kimataifa kama vile kidiplomasia kote duniani. Ni lugha inayosemwa na watu wengi kote duniani. Hoja ya nne, lugha ya kimataifa inajitokeza kama lugha unganishi katika mambo yahusuyo ubadilishanaji wa kiutamaduni baina ya jamii kote duniani. Usisahau hilo. Tano, hufundishwa katika vyuo vikuu vingi kote duniani.
Sita, hutumika kutangazia na idhaa nyingi kote duniani. Hutumika kutangazia na idhaa nyingi kote duniani ama hutumika katika vyombo vya habari kote duniani. Saba, inawaunganisha watu wanaoongea lugha hafifu. Lugha hafifu ni lugha za watu wa mataifa ambayo hayajaendelea sana kitamaduni. Hoja ya nane tunaambiwa ni lugha inayotumika kuendesha mikutano na shughuli rasmi za kimataifa. Saba, tushaambiwa inawaunganisha watu ambao wanatumia lugha hafifu. Nane, inatumika kuendesha mikutano na shughuli rasmi za kimataifa. Tisa, hutumiwa kutolea magazeti mengi na majarida katika pembe tofauti za dunia. 10, ni chombo cha ajira katika kiwango cha kimataifa. 11, inatumika kutafsiria maandishi katika kiwango cha kimataifa. 12, hutumika katika teknolojia kote ulimwenguni. 13, kuendesha biashara ya kimataifa. 14, kukuza michezo. 15 na kadhalika. Tumefika mwisho. Ukihitaji maswali na majibu ya KCSE past papers, text me WhatsApp, namba iko hapo. Nitakutumia PDF. Naam. Maswali na majibu ya KCSE past papers, text me WhatsApp. Nitakutumia PDF kwa sababu hatutashinda tukitengeneza video ya maswali na majibu ya KCSE past papers. This desk